Kwa hiyo sihitaji kutumia ibara ya ugumu, ibara sio ya kutilia, lakini kama itakuwa hupajui lazima nibadilishe mfumo wa mazungumzo. Kwa hiyo ile malakatun, ule uwezo wa kutumia maneno kuendana na hali, inaitwa balagha. Sawa jamani, tuko mazishini, mfano tupo kwenye mazishi, watu wote wamekaa kwenye huzuni, haznan wa asafan, tumekaa tunahuzunika pale, tunamwaza marehemu alikuwa hivi, Allah mrehemu kalikokuwa, tunahuzunika, tunafikiria ilikuwa hivi. Tunakupa nafasi ya kuzungumza, waanza kutuzungumzishia bwana mambo ya harusi. Ya jamani, oeni jamani, waislamu waoe. Muktadha alhali sio kuhamisha watu kwenye huzuni ukawapeleka kwenye furaha. Muktadha wa hali zungumzia yanayofungamana na huzuni basi. Kwa hiyo kuijua kwamba hapa huyu nimsemeshe kwenye lugha gani, kwa muktadha gani, balagha hiyo. Mfahamiana jamani? Ndio inaitwa nini? Balagha. Mtoto mdogo, mwanao aise, nenda kaniletee maji ya kunywa pale, kanajizungusha, kanaruka, kanaenda, kanarudi. Wewe kalete maji, kanaenda, kanarudi, wewe kwenda huko kalete maji. Muktadha nasikia nimwambie hivi, lakini mwanangu, jitahidi mwanangu, kalete maji mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Ndio maisha yako yote. Unaambiwa huna balagha ya kumwambia mtoto, haujui muktadha wa kumwambia mtoto. Utakaa kila siku najua, mwanangu vipi ukinielezea maji unayaonaje haya? Mwanangu vipi ukiniletea, utakuwa baba yako anakupenda au akupendi? Kila siku iko hivyo, kila siku hivyo, kila siku hivyo. Kuna wakati kidogo unahitaji shida kali, ule ukali akautia katika akili yake, akaona natakiwa niendelee maji. Hiyo balagha. Kwa hiyo kile ule uwezo wa kujua hapa nimwambie nini huyu, hapa nisitumie nini, hapa nisitumie taukidi, hapa nisitumie tankiri kuweka maarifa, hapa nisitumie nakira, ile hali ya kutambua kwamba hapa nisitumie hivyo au nitumie hichi, inaitwa balagha. Na yule mwenye uwezo huo wa kufanya hivyo anaitwa balighun. Mfahamiana jamani? Yule sasa mwenye uwezo wa kupambanua hayo mambo hivyo anaitwa balighun. Tayeb, sasa balagha pamoja na ufasaha au fasihi vinashirikiana.